sasa Mheshimiwa Diwani ya shukrani kwa TARURA, bado hawajafanya kitu kwa situation hii ya dharura, lakini ile kuja jana kurejea tena leo, na nataka niseme pia niliwasiliana na TARURA mkoa wakati wanataka kukabidhi Mwenge Rufiji, nikamwambia, nikamtumia taarifa ambazo alimtumia Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti hapa. Hali yetu ni mbaya Mapinga, hasa maeneo haya ya Kiharaka, Minazi Minane, kuna Kimele, kuna Udindivu, kuna kwa Kibosha, ambako ndio kwa kweli yameathirika na hizi mvua. Na nimshukuru sana kwa ushirikiano. Hata meneja wa mkoa wa TARURA akasema nitatuma timu yangu itakuja kufanya mapitio, itaandaa bajeti kidogo. Mheshimiwa, ninakuahidi tutapambana, tutafanikiwa. Maana mimi message yangu nilikuwa nasema jamani, tuache yote lakini tupate mtaro, alafu baadaye barabara itatengenezewa. Hii awike asiwike, barabara ni ngoi Kiembeni itatengenezeka. Lakini yapo yale mambo hayawezi kuvumilika, kama hivi nyumba zimezungukwa na maji, na mimi mwenyewe ndo nimeiona Minazi Minane ile sasa yenyewe ya wakati huu. Anasema unayokota naye kuni ndio haya sasa. Siku ile mlikuwa mmeokota na mimi kuni, na mimi nikasema hata nije kwenye hii ningeweza, zile klipu zingeweza kunitosha. Na kwa tangu nimezipata zile klipu juzi, nimewasiliana na viongozi, nimeongea na naibu waziri, nimeongea na waziri wa ujenzi, na mimi ndo naenda. Ningesema ningekaa tu Dodoma nikatosha, na vikao vinaendelea, posho zinaingia, lakini posho zile nyinyi ndo mlionipeleka kule. Bila ya nyinyi mimi siwezi kupata posho, na kama nikae tu nipate posho, nyinyi mpo ndani ya maji, hazinisaidii chochote kabisa. Minazi Minane oye! Ndio maana mimi nikasema naenda, ilikuwa siku mbili sasa, nataka niombe ruhusa nikae mpaka Jumapili, mpaka kieleweke. Amina. Tuje mara kwa mara tuone tunafanya nini. Sasa nataka niseme kwa leo, mimi pale tumekaa kikao, nikasema mimi kama mbunge wenu tumepitisha bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, ambayo ndani yake kuna TAMISEMI, ndani yake na mfuko wa TARURA. Na niwashukuru sana TARURA Bagamoyo, tumeimba pamoja kweli, wametenga fedha ya uwepo wa mtaro mkubwa wa kudumu muda wote. Lakini mimi leo nikasema hatuwezi kusubiria bajeti mpaka bunge lianze ndio ianze kutekelezeka. Tunataka dharura kuyapunguza maji, na kama si kuyamaliza kabisa, wananchi waendelee na shughuli zao. Alafu huo mpango tutaendelea kufuatilia, na nyinyi najua mtakuwa na imani na sisi, kwa sababu tangu tumeingia madarakani miezi minne tu Mheshimiwa Diwani anafanya kazi, wenye viti, lakini hapo mambo yapo yanakuwa nje ya uwezo wetu. Sasa mimi nipongeze kamati ya maafa, ilishajipanga tena kwa ushirikiano wa vitongoji vyote. Kata hii ni mfano wa kuigwa, na mimi bungeni nalisemea. Nataka mkinifuatilia juzi mchango wangu, nimeelezea maji yanaenda kwa nini maji yasiende baharini, wasaidie wananchi. Hata mvua hizi hazijaanza hivi, bunge hili la bajeti nimechangia, lakini leo nimekuja kuona na ninakwenda kuonyesha. Sasa mimi nikasema nisije tu na maneno. Nimemuomba katibu wa vijana na Mheshimiwa Diwani tuandae kikosi kazi, na wao wamechangia, na mimi nimeleta milioni 2 hapa na naenda kuhemea zingine hapa mpaka kieleweke. Nimesema siondoki mpaka tuanze kuona maji yanaanza kuondoka. Kwa mifereji hiyo hiyo. Kesho kuna sehemu nimeitwa nikaemee, nikifanikiwa naleta tena. Minazi Minane oye! Kwa hiyo ndugu zangu, poleni, mimi nipo pamoja na nyinyi, na sitaondoka mapema mpaka nione tumeanza. Nitafuatilia, hata leo nitawasiliana na mkuu wa majeshi, kwa sababu maji mengine yote yanaenda kule kwenye kituo chake, chuo cha jeshi letu kule, miundombinu haipitiki. Lakini sikitike na nyinyi, madhira ya malori yanayotoa mchanga huku
yameharibu miundombinu. Tena watoto wetu mpaka ameweka mashimo barabara hizi. Nakumbuka Disemba nilikuja hapa tukakaa na kamati ya miundombinu, na mimi nikachangia milioni siku ile, na kazi mlianza. Lakini haya maroli ambayo hayana ushirikiano yanakuja kuvuna mchanga kinyume cha utaratibu, wanakuja wanavamia maeneo, wameshaharibu maeneo, alafu hawana heshima wala huruma kabisa. Hawana huruma ya watoto wala hawajui mazingira wanayotuachia. Hali ni mbaya, alafu hawana ushirikiano. Sasa mimi naenda kuwasilisha kwanza NEMKI, nitakuja na NEMKI hapa. Nitakuwa kama nitakuwa mpaka Jumapili nitakuja kutembelea eneo mahususi, nitawasilisha mpaka taifani kwa viongozi wakuu. Naenda kuandika kama sisi tumeshindwa, labda haiwezekani, lakini watoto shuleni vyanzo vingine vipo, lakini watoe ushirikiano. Hakuna ushuru tunaopata kabisa, hakuna ushirikiano na vitongojini, jeuri kwa kwenda mbele, lakini hata kuunga mkono nguvu za wananchi na viongozi hawa. Barabara haipitiki, imeharibiwa, lakini wananchi hao walijitahidi. Nikumbuka siku zile mmechonga watu wamechangia. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwa niaba ya wakazi wote wa Mapinga kupitia kitongoji cha Kiharaka hapa Minazi Minane, mimi kama mbunge wenu ninawaunga mkono kwa hali na mali, na ninawapongeza kwa namna ambavyo mmekuwa mkichangia. Mmechanga sana, na mimi sijaona mfanoe kwa kweli, lakini mmekuwa mkijitahidi, mkililia miundombinu yenu na mkiishi kauli ile kwamba mwenye nacho ongezani, mnachangia ili muongezewe. Kwa hiyo mimi naenda kulia kwa viongozi sasa, waongezee, tupate mtaro wa uhakika, maji yaende baharini, tupate barabara za uhakika, na daraja la Mpiji chini wamalize shughuli za kumpata mkandarasi mpya lianze kujengwa. Maana sasa itafika wakati tutashindwa kuvumilia. Kweli. Hakuna namna. Kama hivyo watu wote wako kwenye maji. Wote. Hali ni tete. Watu wapo kisiwani. Hapa tunatetemeka, watoto wako shuleni. Asubuhi tunabeba mgongoni. Niseme kama hivyo nilivyosema kwamba nimeamua kuunga mkono, naomba vijana wetu tuone pale panapoanzia walau kuyatiririsha, wakati tusubiri mkakati wa muda wa kati ambao unaendelea, na na imani hata meneja wa TARURA mkoa na wilaya watapambana, na kama alivyosema nao message mheshimiwa, tutafanikiwa. Tutakwenda kulialia tembeza bakuli kwa dharura kwa miezi iliyobaki ya kumaliza mwaka wa fedha tarehe 30 Juni 2026, watuunge mkono ili jambo walau tupate afueni kwa wakazi wa Minazi Minane. Minazi Minane oye! Na vitongoji vingine hapa nikitoka, tutakwenda kwa Kibosha, tutakwenda na Kimele, maana leo ni siku ya Mapinga mpaka kieleweke. Asante. Basi baada ya maneno haya, nakumbuka pia mliniambia swala la viwanja siku niliyokuja kwenye kampeni. Nitaenda kuchangia Wizara ya Ardhi, nitamwomba mheshimiwa atatupa taarifa mbalimbali za migogoro yetu ya ardhi iliyobaki na inayoendelea, na tutapata fursa kuisemea zaidi. Kwa hiyo baada ya kutoa maneno haya, mimi naomba nikabidhi zile pesa. Video mambo kwa ushahidi. Padani sasa. Mwenyekiti wetu mwenyekiti wa chama na najua ulishikamana ndani ya kata hii, na ndio maana vitongoji vingine vyote na kwa kazi waliosema wanaanza kitongoji kwa kitongoji, wanaanza na Kiharaka, ndio maana kila kitongoji wako kitongoji kwa Kibosha yupo hapa, Kimele yupo, Dindivu yupo, wote wanaenda kutafuta 5,500. Diwani pale na yeye 500,000, mtendaji wa kata 500,000, watapata milioni 4, milioni 5 hivi, na hao viongozi wa kata.
Kwa hiyo mimi nikasema na mimi nachangia hizi milioni 2. Kwanza sisi tusichoke. Kianza jambo la heri unavutia wengi kukuunga mkono. Kwa sababu tunao hali ya mgonjwa inaonekana anailala na mgonjwa. Unaona? Sisi ndio tunajua adha ya maji hii. Kweli viongozi tumekuja, tumeona, tunawahurumia, lakini wao uliyezungukwa na maji pale. Na hili nalisema kwa wana Mapinga. Na nimeomba orodha ya viongozi, ya wananchi, ya wawekezaji wanaokaa Mapinga. Mimi niko na utayari wa kwenda nyumba hadi nyumba. Kama wapo Dodoma niambieni, kama wapo Dar es Salaam niambieni, ili waje waendelee kutunga mkono. Naona moyo wa kutunga mkono. Kwa hiyo tusichoke wana Mapinga. Tuendelee kujichangisha. Mungu siku moja atatuona tu. Atatuona tu. Na ipo siku tutayasahau haya. Sawa ndugu zangu? Sasa ninaomba kama nilivyosema wataandaliwa vijana, tuanze pale ambapo tunaona paleta impact. Tuendelee kushikamana, tuendelee kuhurumiana, tuendelee kupendana katika mazingira kama haya. Na wala tusimnyoshe mtu yoyote kidole. Sawa ndugu zangu? Haya, hizi hapa sitoi ahadi mimi. Wawili. Mungu ambariki, amweke asife haraka. Wana minazi minane mnaona Mambo kwa ushahidi. Unaona kwa macho yenu. Kabisa. Tena mwenyekiti tumekuona na wewe. Tulikuwa tunakutafutia. Nilikuja Disemba nikawaunga milioni 1 na leo Kwa kibosha katika 500,000 tumeanza na 200,000 tunadaiwa 300,000. haya. Jamani mmeona ushirikiano? Moyo kibosho wanabakisha 300,000. Hii hapa. Haya, asante. Inakuwa jumla milioni 2. Haya, leo hivi haya. Hizi kitimia ndio watakabidhi kwa pamoja. Lakini kibosha anadaiwa 300,000. Na vitongoji wengine wote mnashikana hapo. Na mimi nitaendelea kuhimiza ni mama, ukiona kama na wawekezaji wako unamfahamu. Mimi naye napunguza. Basi ya urembo. Sasa mimi namtolea 10,000 iwe 200,000. Haya, na 10,000 ndio tutakabidhi iwe tumekusanya hapa milioni 2,400,000. Sawa ndugu zangu? Mama kama unawajua watu wenye mashamba huko. Ona namba zao za simu, wewe nitumia na patikana wapi? Mimi naijua sana hiyo kazi. Sawa. Ya kuhamasisha. Sawa ndugu zangu. Sawa. Jamani sawa wazee wangu. Ndio mama. Mwenyezi Mungu awabariki. Na wewe pia akubariki. Akuweke miaka 100.